naitwa Joyce Chuku na nimeokoka. Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Sina haya kusema nimeokoka, maana namtambua Kristo. Mahali amenitoa ni mbali, maana asingekuwa yeye, ningekuwa namtegemea binadamu, singekuwa nimefika mahali niliko. Binadamu anaweza akakudanganya na akakuacha, lakini Mungu hawezi kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuweze kuomba kwa ajili ya neno. Asante Mungu muumba mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwanawe pekee, kwa wakati huu niko mbele ya miguu yako nikiomba neema yako ya pekee iwe pamoja nasi mahali hapa. Naomba Baba uweze ukanitumia kama chombo chako cha pekee kuweza Baba kuwasilisha neno hili kwa wapendwa wako. Wacha Baba niweze kunena yaliyo yako. Asante Baba, maana naamini ya kwamba yale yote nitakayoyanena yanatoka kwako, na kwamba wana wako wataisikia, wataipokea na kuiweka katika matendo kwa ajili ya ukuu wako, katika jina la Yesu Kristo. Tuongoze, ututakase, utiinue. Fungua masikio yetu na mioyo yetu, ili Baba tuweze kupokea kwa njia ya kipekee katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba, maana naamini umesikia na utatenda, kwa Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Na tuseme amen. Wacha tuweze kupata somo letu kutoka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu. Kitabu cha Yohana Mtakatifu, mlango ni wa 3 kuanzia 1. Yohana Mtakatifu mlango ni wa 3 kuanzia 1. Neno hili nilipa kichwa chake kwamba kukutana na Yesu. Kukutana na nani? Kukutana na Yesu. Basi kama umefika mahali hapo, nitasoma. Inasema hivi: basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyu alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona kuna watu wangapi? Kuna watu wahusika wangapi? Wawili. Mmoja akiwa nani? Mmoja akiwa ni Nikodemo na mwingine akiwa ni nani? Ni Yesu Kristo. Kwa hivyo Biblia inatuambia kwamba huyu Nikodemo alikuwa ni Mfarisayo. Na historia hii inakuja katika Agano Jipya. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo tunaona huyu Mfarisayo aliheshimiwa. Aliheshimiwa na nani?
aliheshimiwa kama mtakatifu katika tamaduni kadhaa za Kikristo. Tunaona kwamba anaonyeshwa kuwa Mfarisayo na mshirika wa Sanhedrin ambaye anavutiwa kusikiliza mafundisho ya Kristo. Kwa hivyo tunaona kuna neno Sanhedrin inaingia mahali hapa. Tusisahau ya kwamba katika Agano Jipya hapa ndipo tunaona kuna baraza fulani inatokezea ili kuweza kuamua ama kuhukumu kesi kadha wa kadha. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona mahali hapa ya kwamba huyu Nikodemo alikuwa mmoja katika baraza lile. Alikuwa tu ni mtu mkubwa, mtu wa kuheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka mahali pale tunaambiwa ya kwamba alikuwa ni Mfarisayo. Licha ya kwamba alikuwa ni Mfarisayo, pia alikuwa ni mwalimu wa Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Waliishi na Mafarisayo, nimuleta mwanamke kwa Yesu wakidhani kuwa haya. Kwa hivyo kumbuka, kuna hapa Mafarisayo, kuna waandishi ambao walikuwa kinyume na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mahali hapa tunaona huyu alikuwa ni Myahudi, mmoja wa wale ambao alikuwa katika baraza la Sanhedrin. Tukizungumzia kuhusu Sanhedrin, kabla sijakuja kuleta huo ujumbe kamili, wacha tuangalie hii Sanhedrin ni nini, ambapo nimesema ni baraza fulani. Baraza si saa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo vile huwa tunasikia Kenya wanasema kuna jopo la baraza la. Sijui kama mnaelewa chenye nasema. Yaani kuna kikundi fulani ya watu wanabuniwa ili kuweza kusimamia kesi ama kufanya udadisi ama uchunguzi wa kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati huo ama enzi hizo tunaona kwamba hii Sanhedrin lilikuwa mahakama kuu na chombo cha juu zaidi cha sheria na utawala cha Wayahudi wakati wa Agano la Kale. Lilikuwa nini? Chombo kuu. Mahakama. Si hata tukiangalia Kenya tuna mahakama. Tuna mahakama, si ndio? Na hizi mahakama zinaenda kulingana na kiwango. Bwana Yesu asifiwe. Ile mahakama ya juu sana inaitwaje? Inaitwaje? Good. Hebu jipigie makofi. Tuna Supreme Court. Hii Supreme Court ni zile kesi sasa nzito. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kesi haifanyiki huku chini chini. Kwa hivyo tunaona kwa enzi hizo, wakati huo, hii sasa ndio ilikuwa Supreme Court, ambapo tunaona hili baraza ama Sanhedrin lilikuwa na wanachama 71. Wanachama si ni watu? Watu wangapi? 71. Na katika hao watu si lazima kuna mkuu. Nadhani ninapozungumza na watu wale wanajua ama wanaelewa kile ambacho ninasema. Kwa hivyo hebu tuangalie wakati Yesu alishikwa, alipelekwa wapi? Kwa nani? Kwa watu? Hapana. Pilato alikuwa nani? Alipelekwa kwa Herode. Halo. Kwa gavana. Haya.